Mwandishi wa habari maarufu wa Marekani Tucker Carlson amesema haogopi kuuawa kwa sababu ya kusema mambo anayoamini kuwa ni ya kweli. Carlson ni mwanahabari wa zamani wa Fox News na kwa sasa anaendesha podcast yake ambayo inatizamwa na mamilioni ya watu kote duniani. Katika miaka hivi karibuni, Carlson amekuwa akikosoa ushiriki wa Marekani katika vita dhidi ya nchi nyingine na ameonyesha kupinga hasa vita vya Marekani dhidi ya Iran, mvutano kati ya Marekani na Urusi, sera za Marekani kuhusu Israel pamoja na wanasiasa wanaosukuma mbele ajenda za Marekani kuingia katika vita zaidi. Katika mahojiano yake na shirika la habari la Urusi RT, Carlson amesema sasa anajisikia huru kusema kile anachokiamini. Mtafanya nini? Mtaniua? Sawa, siogopi. Mimi ni Mkristo, hivyo nitaendelea kuzungumza. Carlson anaamini kuwa vita kama vile vya Irani na mzozo wa Marekani na Urusi vinaweza kuleta madhara makubwa kwa Marekani. Sitaki kuona nchi yangu ikiharibiwa, alisema Carlson, na kuongeza kuwa familia yake inaishi Marekani kwa muda mrefu, hivyo anaona ni muhimu kuilinda nchi yake dhidi ya vita anavyoamini vinaweza kuleta uharibifu. Katika mahojiano hayo, Carlson pia alimzungumzia Charles Kiki, mwanaharakati wa mrengo wa kulia nchini Marekani ambaye alikuwa akipinga baadhi ya vita vya Marekani. Kiki aliuawa kwa kupigwa risasi alipokuwa akizungumza mbele ya watu katika chuo kikuu cha Utah, na kifo chake kilizua mjadala mkubwa huko Marekani kuhusu vurugu za kisiasa na usalama wa watu maarufu katika siasa. Katika hatua nyingine, mwanahabari huyo mhafidhina amekosoa vikali mifumo wa kisiasa Marekani. Amesema viongozi wa kisiasa wamekuwa wakiwachochea wa Marekani kuchukiana, huku maamuzi muhimu ya nchi yakifanywa na watu ambao hawakuchaguliwa na wananchi. Carlson amesema Wamarekani wanafanywa waamini kwamba tatizo kubwa ni tofauti kati ya Republican na Democratic, lakini kwa maoni yake tatizo kubwa liko kwa viongozi wa vyama hivyo. Ukweli ni kwamba tofauti zetu si tatizo. Tatizo ni makubaliano yaliyopo kwa viongozi wa juu. Amedai kuwa viongozi wa vyama vyote viwili wakati mwingine hufanya kazi pamoja kwa namna ambayo haiwanufaishi wananchi wa kawaida. Carlson amesema maamuzi makubwa nchini Marekani hayafanywi kila mara na viongozi waliochaguliwa na wananchi. Badala yake, anadai anaathiriwa sana na watendaji wa serikali wa kudumu na taasisi za serikali ambao hubaki madarakani hata baada ya viongozi wa kisiasa kubadilika. Ameuita mfumo huo kuwa wa udanganyifu, akisema wananchi hupewa picha kwamba uchaguzi unawapa chaguo kubwa, wakati kwa maoni yake maamuzi mengi muhimu tayari yanaathiriwa na mfumo uliopo. Carlson alimuunga mkono Donald Trump katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2024. Hata hivyo, baadaye alianza kutofautiana na chama cha Republican, hasa kuhusu vita vya Marekani dhidi ya Iran, uhusiano wa Marekani na Israel, sera za Marekani katika masuala ya vita vya nje, na amesema hataki kuunga mkono Republican katika uchaguzi wa katikati ya nusu muhula, lakini pia amesema hataki pia kuunga mkono chama cha Democratic. Carlson amesema angependa kusaidia kuanzishwa kwa chama cha tatu nchini Marekani, akieleza mfumo uliopo sasa kama wa nchi ya chama kimoja inayojifanya kuwa ya kidemokrasia. Hata hivyo, amesema bado hajui chama hicho kipya kingekuwa na mfumo gani hasa, na pia amefafanua kwamba hana mpango wa kugombea urais. Watoto ni miongoni mwa waathirika wa mashambulizi ya droni yanayoongezeka katika eneo la Belgorod nchini Urusi karibu na mpaka wa Ukraine. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na RT, hospitali ya watoto wa Belgorod imekuwa ikipokea watoto wengi waliojeruhiwa kutokana na mashambulizi hayo. Taarifa hiyo inasema kuwa zaidi ya watoto 260 wamepatiwa matibabu katika hospitali hiyo kutokana na majeraha makubwa yaliyotokana na mashambulizi katika eneo hilo. Baadhi ya watoto wamepata majeraha makubwa kiasi cha kulazimika kukatwa viungo vya miili yao. Miongoni mwa watoto wanaopatiwa matibabu ni Ulayana mwenye umri wa miaka 2.5. Mtoto huyo anapona kutokana na jeraha la mguu. Mtoto mwingine ni Vladimir ambaye alisema alipata majeraha sehemu mbalimbali za mwili. Amesema mikono, miguu, kichwa na sehemu nyingine za miili zilihitaji kushonwa. Vladimir anaeleza kuwa aliogopa sana alipokuwa ndani ya gari la wagonjwa baada ya kujeruhiwa. Mwanasaikolojia wa elimu ya Belgorod, Ekaterina Viktorova, amesema matibabu ya watoto hayapaswi kuishia kwenye majeraha ya mwili. Kwa mujibu wake, watoto wanahitaji kusaidiwa kisaikolojia ili waelewe kuwa maisha yao yanaendelea licha ya majeraha waliopata. Amesema mtoto anapoanza kuelewa kwamba maisha yake hayakuishia siku alipojeruhiwa, hiyo huwa ni hatua muhimu katika kuanza kupona. Gavana wa Belgorod, Alexandri Shuvaev, amesema eneo hilo lilishambuliwa kwa zaidi ya droni 7,000 mwezi Juni. Ameonya kuwa iwapo mashambulizi yataendelea kuongezeka kwa kasi iliyopo, idadi hiyo inaweza kufikia 12,000.